itare nawe, itura itare nawe, goro ine akwa. Itura itare nawe, itura itare nawe, itura itare nawe, goro ine akwa.
ine Nani aleluya Negwatuka mukumagia Naosana Negwatuka Winavera Toriganiro Negara Namagurio Toriganiro Negara Namagurio Eria eta dodora Namokume Namaidori Jireleza kwa juke no yado Nani juge taigoro na gokinya Nani juge taigoro na gokinya Ile anasia na jira moadani wako Otire kwe dogeane no de okete Gora inea kwa deire ya koinoka Gora inea kwa deire ya koinoka Gai wathi kuai furahimu iderito Dodoara kame amurugo dikereya Mode yeriore da tuitereya Sonori diredore Leo hatima kuje ovagai wainaini Gorosiata makiare matuire kananiode Todo me okete me yanano No edotaye toguide Vito y coro Okira korosia durio de natumia Nanake naire tunasia nasia gege Vina ira vimo mire bayode Yaki kaniro yaku Quiero activar Kujeo gai wainaini Gorosiata makiare amatrire kananiode Todo me okete me yanano No edutani to wineri Doi koroke akorosia durio nenatumia Nanake naire tu nasia nasia gege Vina ya vimo vile bayode Yakiri kaniro ya kukiero
Mwokozi wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Ni siku ingine njema Bwana ametujalia. Sababu tunapoona siku mpya huwa ni Mungu kutujalia. Ndio kila wakati, hata kama ni jioni tukienda kulala tunasema tuonane, ni majalio, kwa sababu ni majalio tu. Sisi ni watu wa majalio, si watu wa kupanga mambo makubwa. Sisemi hatupangi, tunapanga na tunawaza mambo makubwa, lakini tunajua ya kwamba jambo muhimu ni kuweka yote mbele ya Mungu, na Mungu tunamuona katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Siku ya leo tumeingia katika somo letu la 11, na hili somo linasema mateso. Mateso. Tunaona mateso na yanakuwa namna gani. Na katika maisha yetu mara nyingi tunaomba baraka, si ndio? Na tunaomba tuwe tumebarikiwa, tuwe tuna hela mzuri zinaingia, tuwe afya ni nzuri. Lakini Yesu Kristo akasema ya kwamba katika ulimwengu kuna mateso. Hivyo ndivyo alisema. Lakini akatuambia mjitie moyo kwa sababu nimeushinda ulimwengu. Kwa hivyo katika mateso si mwisho kwetu. Kwa sababu tunakumbuka tuliona aliyekufa kwa sababu ya imani wa kwanza Stefano, ya kwamba hata katika kufa yeye alikuwa na furaha kwa sababu aliona yale yanamngojea. Haikuwa mwisho kwake, lakini ulikuwa ni mwanzo wa uzima mpya pamoja na Bwana na Mwokozi wake Yesu Kristo. Kwa hivyo leo tunaona mateso, na tuko katika somo letu la 11, na tuko na somo letu katika Matendo mlango wa 12. Matendo mlango wa 12. Na tunaona kitu cha kwanza ni kukamatwa. Sijui kama wewe umewahi kukamatwa. Mimi nimewahi kukamatwa labda mara ngapi na polisi na sheria. Nimekamatwa nafikiri mara 2. Mara moja ni zamani sana nikiwa kijana, lakini hiyo nilikamatwa kwa sababu nilikutwa na kijana mmoja mwenzetu ambaye alikuwa amehusika katika tendo la uhalifu. Sasa mimi nikakamatwa, lakini baada ya kulala siku moja nikafunguliwa. Wakati mwingine nimekamatwa ni kuhusu mambo ya gari, na ikakuwa lazima pesa zilipwe, kwa hivyo nikaambiwa nipumzike mahali ndani mahali nimefungiwa. Lakini pesa zikalipwa, zile zilitakiwa fidia kulipwa ndio niachiliwe, nikaachiliwa. Hebu tusome sasa basi 12 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Hebu tusome mstari wa kwanza, wa 2 na wa 3. Tuone nani huyo amekamatwa. Ndio. Panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamvua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa amewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyoshachwa. Asante. Sasa tunaambiwa ni mahali ambapo tuliachia injili vile inaendelea. Tunaambiwa ya kwamba wakati huo huo mambo yale tulisoma yakiendelea, ya kwamba Herode akamshika Yakobo, yani akiwa amejitoa kabisa kutesa kanisa. Yani akafanya azimio ya kwamba ili kanisa nitalimaliza. Tunaambiwa Herode akafanya hivyo, na akamchukua
Yakobo na Yakobo akauawa. Na akaona ala, ili jambo limependeza Wayahudi. Si alikuwa mfalme wa Wayahudi na amefanya jambo limewafurahisha wengi wakafurahia. Jambo la huzuni ya kwamba yeye alifurahishwa na kuwapendeza Wayahudi badala ya kumpendeza Bwana Mungu. Na hiyo inatutahadharisha kwamba wakati mwingine tutafurahishwa na mambo ambayo yanapendeza watu, lakini muhimu ni yale yangetufurahisha na yangetutia motisha kufanya zaidi ni mambo ambayo yanampendeza Mungu. Na tunaambiwa naye huyu Petro naye akakamatwa. Na tunaambiwa ilikuwa ni wakati wa sikukuu inakaribia. Na huu wakati wa sikukuu tunaambiwa ni ile sikukuu ya Pasaka ambapo wanakula mikate ambayo haijatiwa chachu. Ni sikukuu kubwa ambayo ilianza katika nchi ya Misri. Usiku ule waliopewa ruhusa na wakaondoka Misri. Usiku huo basi ndio ikafanywa hiyo sikukuu ya kwanza, ndio hii inaendelea. Ikidhibitisha ama ikiwakumbusha vile Mungu aliwaokoa. Na ni kama siku ya leo, siku ya kwetu siku hizi tunaongea wakati wa Pasaka, lakini sio Pasaka ya Wayahudi. Yetu ndiye ya mwana kondoo wa Mungu ambaye alitolewa kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa akaona hilo jambo limewafurahisha, tunaambiwa akamkamata na akawekwa gerezani. Na tunaambiwa akawekwa chini ya ulinzi mkali, kwa sababu tunaambiwa kwamba aliwekwa na vikosi 4 vya askari vinamlinda. Yaani hakuna wakati wowote ambapo hajalindwa. Vikosi 4 vinamlinda. Yaani ulinzi mkali, asiweje akatoroka. Sijui kwa nini walikuwa hawana imani na gereza zao, ilikuwa hawana imani ama ni woga tu, akaona huyu alindwe vikali. Na ni ajabu, si mhalifu, hakukamatwa ameua mtu ama amekuwa na njama za kupindua serikali, hakukamatwa akiongoza maandamano ama kitu kama hicho. Ni kuambia tu watu ya kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi. Akakamatwa. Na tunaambiwa yeye amemweka gerezani, amepanga ya kwamba baada ya sikukuu, sasa ni wakati wa sikukuu na yeye ni Myahudi, sasa si wakati wa kumwaga damu. Sasa akaona ya kwamba wekwe ndani, lakini baada ya sikukuu ndio atashtakiwa na kuuawa. Hayo ndio walikuwa makusudi yake. Na hiyo ni hali tunajikuta sisi wakati mwingine. Tunajikuta tuko taabani kabisa, tujui tutoke hapa namna gani. Tunajikuta tuna tatizo, tumejaribu kufikiri, tumewaza, tumeshindwa. Hivyo ndivyo Petro anajikuta sasa. Yuko ndani na amelindwa kabisa, na hata hawezi akatolewa. Lakini tunaambiwa licha ya hayo, kanisa linaendelea kuomba kwa bidii kwa ajili yake kwa Bwana Mungu. Kanisa kuna mambo mengi yanaendelea na kuna mambo mengi limeitiwa. Lakini kitu kimoja ambacho kanisa limeitiwa ni maombi. Na kanisa ambalo halina maombi, hilo kanisa halina uzima. Hilo kanisa halina miujiza. Hilo kanisa halina mambo ya maendeleo. Na inafika hivyo. Kuna kanisa moja lilikuwa hivyo, yale walioandikiwa na mtume Yohana. Hili kanisa lilikuwa haliko hivyo. Lilikuwa kanisa linaelewa majukumu yake. Kwa hivyo lilikuwa kanisa la maombi. Yakaendelea kumuombea. Huyo ameshikwa, hawana nguvu za kijeshi kwenda kumtoa. Na wanajua, si wameona Yakobo ameuawa. Kwa hivyo wanajua hata huyu hivyo ndivyo inangojea.
lakini hawana njia yoyote ya kutatua hilo tatizo. Wakaomba, hebu basi sisi tuwe watu wa maombi, kwa sababu funzo ni hili katika Marko 10:38 linasema hivi. Yesu akawaambia, hamjui mnaloomba. Mwaweza kunywea kikombe ninyweacho mimi, au kubatizwa na ubatizo nibatizwao mimi? Hilo ni swali Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo alikuwa ameuliza Yakobo na kaka yake Yohana, wakati mama yao alikuwa amewaleta akiomba ati katika ufalme wake mmoja akae mkono wa kuume, mwingine wa kushoto. Lakini ndio akawaambia, nyinyi hamjui ni nini mnaomba, ya kwamba mko tayari. Na hilo ni swali ambalo tunajiuliza sisi tunaposema ni waongofu, tunaposema Yesu ni Mwokozi, tunaposema tunaenda mbinguni, tunapoimba nyimbo ambazo tunaimba za mbinguni na za ufalme wa Mungu. Tuko tayari kulipia gharama. Yakobo na kaka yake Yohana wakisema tunaweza, na leo tunaona Yakobo alilipa mapema sana katika huduma. Ni kama askari anapojiunga na kikosi cha askari, anajua wakati atakutana na hatari? Hajui, si ndio? Hata mwanajeshi akienda vitani, yeye anajua ni kuna hatari, lakini hajui nani ataenda vitani, nani hatarudi. Juzi nikaona picha ya askari wa jeshi la Kenya wakienda kupokea mwili wa mwenzao ambaye amekufa vitani. Hiyo ndio kazi ya askari. Yakobo akasema wako tayari, na ikatokea. Sasa ni Petro, hawajui, bado hajauawa, lakini wanazidi kuomba. Hebu tujue hivyo na tuwe tayari, kama hivyo alisema, wako tayari kunywea kikombe cha Yesu, wako tayari kubatizwa na ubatizo wake. Na ubatizo wa Yesu tunajua ulikuwa nini? Ni kifo. Kikombe kilikuwa ni nini? Ni mateso ambayo alipitia, ni mashtaka ambayo alipitia ya uongo, kwa sababu hakukuwa na ukweli. Leo katika kujifunza Biblia tukasikia mashtaka yalikuwa, wengine wanasema hivi, wengine wanasema hivi. Si mashtaka ya kusimama, lakini tunaambiwa wakatafuta mashahidi wawili wa kulipwa, na wakasema ndio sisi tulisikia, na mwingine akasema ndio sisi tulisikia. Na sheria inasema ambapo kuna mashahidi wawili, jambo hilo linadhibitishwa. Tujue na tuwe tayari, kama ni kukamatwa tujue huyu amekamatwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Kuna mahali tumeambiwa katika Biblia ya kwamba ikiwa tutashtakiwa, hebu tushitakiwe mashtaka ambayo yanashika watu wengine. Wadan, tusikie Wadan alishikwa ameiba mbuzi ya mtu. Hapana, hebu tusikie alifanya hivi ama alisema hivi, na alisema ukweli ambao uko katika Biblia, ukweli ambao uko katika moyo wake. Mtu kama huyo hata akishtakiwa na anajua amesimamia ukweli, hata kanisa linasimama na yeye. Amen. Ni hivyo ndivyo ilivyo hapa. Tuone jambo la pili, inaitwa kufunguliwa. Katika Matendo hiyo mstari wa 6 mpaka 11. Sasa tusome 6:7-8. 6:7-8. 6:7. Hata wakati Herode alipokata kumtoa usiku ule, Petro alikuwa amelala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakairida gereza. Mara malaika wa Bwana
akasimama karibu naye. Nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Asante. Ati sasa amelala. Si ni ajabu eh? Mtu anangoja kufa lakini amelala. Wewe ukishiko na unajua kesho yake unakufa, utapata usingizi? Sijui kama nitapata. Kwa sababu mimi hata mambo mengine nakosa usingizi na si mambo ya kifo. Nafikiri mambo yale yananisumbua, najikuta usiku niko macho na yafikiri. Lakini Petro ni tofauti. Petro yeye alikuwa amelala. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na matumaini katika Mungu, na alijua Mungu yuko na yeye. Yeye amelala. Na tunaambiwa amefungwa na minyororo miwili kati ya askari wawili. Na minyororo miwili, yani kabisa amefungwa asiweze kutoka. Na kesho usiku huo ndio usiku wake wa mwisho. Atatolewa ndio afanye nini? Ashtakiwe. Yeye amelala kabisa. Hana wasiwasi. Hebu tujifunze hivyo, kumtumaini Mungu. Ya kwamba hata ukijua jambo hili huwezi, na hata ujui kesho itakuwa namna gani, kesho unangojea nini, wewe unajipatia nguvu. Ninajipatia nguvu katika Mungu, ninalala. Imenikumbusha Daudi mfalme. Wakati kabla awe mfalme, kuna wakati moja na wameenda vita, wameenda kazi zao vio walikuwa wanafanya wakimtoroka huyu anaitwa Sauli. Wakafika mahali walikuwa wameacha watu wao, panaitwa Ziklagi. Wakakuta kambi yao imechomwa, watu wote wameenda wamenyakuliwa. Wewe fikiri, huku Sauli anakusumbua. Uko na mke, uko na watoto, unakuta nao wametekwa. Si unashindwa sasa ni nini hii? Tunaambiwa kwamba hiyo isitoshe, hawa watu askari wake, alikuwa na askari, kikosi chake cha askari, wakasema huyu mtu hata sasa zizi, huyu mtu ametupitia mambo, wacha tumpige mawe. Askari wake sasa yuko hapa anashindwa afanye nini? Lakini tunaambiwa akajipatia nguvu katika Mungu. Akamuomba Mungu. Na Mungu akamwambia wafuate. Na walipofuata wakapata ushindi mkubwa. Sijui labda Petro alifikiri hivyo. Labda alipojipatia nguvu kwa Mungu, akasikia hana uoga. Akalala tu kama mtu tu amelala. Sijui Nairobi ama Kenya, ile hoteli ya mzuri zaidi sijui ni gani. Kuna mmoja alisema Rais Obama alilala. Sijui kama ni hiyo. Akalala kama mtu analala huko. Iko Nairobi hoteli moja. Sijui kama baadaye wamejenga zingine, kwa sababu Nairobi ukienda baada ya miezi mitatu utakuta majumba hujui kule ni kama yamemea. Huyu alilala bila wasiwasi. Mungu atusaidie hivyo. Akaambiwa wewe, akasikia malaika amekuja, tunaambiwa kuwa na mwangaza mkubwa. Na Petro yeye haoni. Ilibidi pigwe, amka. Simama. Ati malaika akamwambia simama. Akamshika mkono wa simama. Na tunaambiwa minyororo iliyokuwa imemfunga ikajiangusha yenyewe. Unaona nguvu za malaika ambao wanatulinda.
ati ana mamlaka makubwa, hata akikwambia amka na hata minyororo inamsikia. Tumemsikia malaika akiongelesha minyororo akiikemea? Hapana, anamwambia twende. Na tunaambiwa akaambiwa twende na akafanya hivyo. Na tunaambiwa akatoka. Lakini katika hiyo yote yeye haelewi katika kwamba ameamka. Yeye anaona ni kama kuota anaota. Yeye anaona ni kuota tu, ni maono amepata ya malaika yake na hayo mambo. Tunaambiwa hakuamini, yeye alikuwa anaona ni kama kuota. Akavaa nguo lakini anaona tu ni kuota vile. Si kila uoto unaweza kuota chochote. Hata mimi sijawahi kuendesha ndege, sinaweza nikajiona nikiendesha ndege. Kuota unaota chochote. Kwa sababu kuota ni ulimwengu mwingine unaingia wa ajabu, si ndio? Unaota mambo ya mazuri, mengine mabaya, lakini ni kweli. Kwako unaona ni kweli, lakini yeye ati alifikiri ni kuota naota. Paka tunaambiwa walipo milango nayo wakifika inajifungua. Hatuambiwi askari walikuwa wako namna gani, hatuambiwi. Tunaambiwa tu mambo ya Petro na malaika. Malaika kamwambia twende. Gerezani wanapita. Wakafika lile lango kubwa. Na tumeambiwa kuna askari vikosi vinne vinamlinda. Wakafika hapo. Na tunaambiwa alipofika kwenye lango kuu ambalo linaingia mjini, mara moja tu kufika tu hapo mlango wenyewe ukafunguka. Ni ajabu. Lakini si ajabu, ni Mungu akitenda kazi. Amen. Kwetu tunaona ni ajabu, lakini Mungu anaona ni jambo tu anafanya. Sasa alipofika nje, malaika akatoweka. Akajikuta sasa actually kabisa akajikuta yuko wapi? Yuko nje. Si kuota. Yuko nje yuko nje ya gereza. Na malaika ametoka, akajua ala, hiyo ni kweli. Na hivyo ndivyo Mungu wetu anafanya wakati mwingine. Wakati tumeshindwa kabisa, lakini tumejitia nguvu ndani yake, tunamuona akijionyesha, akijidhihirisha kwa njia za ajabu katika maisha yetu na katika hali yetu. Hiyo hali ambayo imetutatiza, tunaona ikitatuliwa, inakuwa haiko tena. Alikuwa dakika moja amekuwa amelindwa, amefungwa minyororo, sasa yuko huru. Na ni usiku peke yake. Funzo ni hili. Katika Luka 18:27 akasema, yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa Bwana Mungu. Hayo ni maneno ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa wanafunzi wake. Sisi tunaona yasiyowezekana, si ndio? Kwa sababu sasa nikiwa niko na tatizo na sina njia, sinaona nimeshifika mwisho. Wakati mtu kama Washiko, una kijana wako anaenda shule, anaenda chuo na huna pesa, unaona umeshifika mwisho. Unaona sasa sijui zipate kwa nani, ule angenisaidia, hana msaada. Lakini tunaambiwa hata itafika mahali mwanadamu aweze kusaidia. Kama huyu, kuna mtu angeweza kumtoa chini ya Herode. Hana jeshi, hana mtu mwingine ametegemea atapata habari aje amtoe. Nakumbuka kisa nilisikia. Askari moja, kuna askari vikosi tofauti tofauti, vitengo tofauti. Kuna hawa wanaitwa hawa polisi wa kawaida kama hawa wako Sabasaba. Lakini pia kuna kambi, wale ya kambi ya chifu, wale wanakuwa chini ya afisa ambaye ameshikilia hiyo, wale walikuwa wanaitwa DO.
askari wale wanaitwa administration police kwa Kiingereza, askari wa utawala na hawa polisi wengine, si ndio? Siku moja wakakosana. Polisi mmoja utawala alikuwa anakunywa mahali, wakakosana, akashikwa na polisi wengine, wakaenda wakamfungia. Wenzake waliposikia wakachukua silaha, wakaenda kwenye kituo cha polisi, wakasema huyo mtu mtafanya nini? Mtamfungulia. Na wale walikuwa wamejihami kuliko hawa, wakafanya nini? Wakamfungulia. Lakini Petro hana bahati kama hiyo, yuko peke yake. Sasa lakini amelala kwa sababu anajua kesho labda ni Herode, sijui. Lakini anajua yuko na Mungu, hata kani kwa Herode niko na Mungu. Kwa hivyo tuelewe hivyo. Tukifika mwisho wetu tujue Mungu hata hajafika mwanzo wake. Hatuongei mambo ya mwisho wa Mungu. Mungu hana mwisho. Yetu ni kuanza, anaanza na anafanya na anamaliza. Si ndio? Hapo ndipo tunaambiwa, na akasema kwa wanadamu yawezekana kwa Bwana Mungu. Tujue hivyo katika mambo yote ambayo tunapitia. Haijalishi ni nani amenitisha, haijalishi ni nani ameniambia kesho utaniona, hata haijalishi niko katika hali gani, nasema niko na Mungu, yote yatakuwa salama, na nipate usingizi, nitulie, niwakose wasiwasi. Amen. Amen. Jambo la tatu, tunaona kuungana tena. Kuungana tena ni 20, hiyo ni 12 mpaka 17. Hebu tusome 12 na 3 na 4. 12, 13, 14. Na alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariam mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko. Na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Roda akaja kusikiliza. Alipoitambua sauti ya Petro, hakulifungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Fike hapo ya kwamba Petro siko peke yake, malaika yuko na yeye. Akatambua haya kweli liko nje. Akaelewa ya kwamba Bwana Mungu amefanya kazi. Amemtoa kwenye mikono ya Herode. Na Herode ni mfalme, akajua huyu Bwana Mungu amedhihirisha nguvu zake. Na tunaambiwa akaenda kwenye hiyo nyumba. Na ni ajabu, anasema ati ni nyumba ya Mariamu. Huyu Mariamu ndiye alikuwa mama yake. Vile tuna Mariamu usini wengi. Vile hapa tunaita Mama Shiko, mwingine anaitwa Mama Njeri, Mama Bite, si ndio? Mariamu huyu akaenda kwa nyumba yake. Na akakuta nini? Watu huko. Na huko kulikuwa watu ambao walikuwa wanaomba. Kukutana si kulia, ni kuomba. Akaenda, tunaambiwa kulikuwa na lango na kuna mlango mdogo. Akabisha. Msichana mmoja anaitwa Roda akasikia. Kwenda, si labda uliza ni nani huyo? Si ukisikia usiku na wakati kama huo, si kuna uoga. Petro anangoja kwenda mahakamani, haujui ni nani. Akasikia sauti, akajua haya, hiyo ni sauti ya Petro. Vile nikisikia sauti ya Washiko nitasema haya, hata kabla sijakuona nitasema haya, hata Washiko yuko huko. Nilisikia sauti ya Washiko, naifahamu ama ya Wadani. Tunaambiwa kwa furaha kusikia sauti ambayo hakutarajia ataisikia hapo.
hata hakumfungulia, alikimbia huko ndani. Akamwambia Petro yuko langoni. Akaambia hapana, wewe unaota, hakuna kitu kama hicho. Akazidi, hapana, ni Petro yuko. Akaambia hapana, labda ni malaika wake umeona. Ukafikiri ni nani? Ni yeye, umesikia malaika wake. Akasisitiza. Wakaona hapana, acha tuende kuangalia. Kwenda wakakuta ni Petro. Wakafurahi, kufurahi ajabu. Ndio Petro akawatuliza. Akawaambia mambo vile yamekuwa. Vile ametoka huko. Njia ile ametolewa huko gerezani. Wakashukuru Mungu. Wakafurahi sana kumuona, wakashukuru Mungu. Akawaambia hiyo habari wapeleke kwa Yakobo na ndugu wengine, waambie sasa maombi yafanye nini? Yawe sasa si maombi yafunguliwe, ni maombi ya nini? Ya shukrani. Kwa sababu hayuko gerezani tena. Lakini atuambiwa kwamba alirudi nyumbani, tunaambiwa kutoka hapo yakahama huko. Akahama mahali alikuwa yuko, akaenda mbali. Tunaambiwa nini? Lazima tutumie hekima katika mambo. Ijapokuwa tuna Mungu, hatutajiweka kwenye tatizo. Si ndio washiko? Ukiona mahali utakikani una hatari, unaepuka hiyo hatari. Na hivyo ndivyo alifanya, tunaambiwa. Akaondoka, akaenda, akahamia sehemu nyingine. Na nafikiri alienda mahali ambapo hata Herode labda hataweza kumfikia. Yuko chini ya nini yake, chini ya mamlaka yake. Sababu kama angerudi tu kwa Yerusalemu na si ndio makao makuu ya Herode, bado angeshikwa tena. Lakini sasa kwa sababu Mungu amemtoa kwa mkono wa Herode, akahama. Somo ni hili, funzo ni hili. Zaburi 126:1 inasema hivi: Bwana Mungu alipowarejeza mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Tunakutana na Mungu wakati mwingine hata hatuamini. Hawa watu waliomba na wakamuona Petro mwenyewe amekuja kwa Mungu. Huyu ndiye kiongozi wetu, ameshikwa, jionyeshe. Na Mungu akajionyesha. Hii inakuwa hivyo. Tunaona ni kama kuota. Kile kitu tu tulikuwa tunafikiri, ulikuwa unaomba kitendeke. Unaona ikitendeka, ukiona hivyo. Sinaona ni kama kuota. Sengine unaona kweli ni kweli hivyo. Mtu huyo hayuko gerezani, wanamuona, wanashangaa. Wako wanasema si yeye. Unaona wanaomba, lakini wakisikia yuko hapo, wanasema hapana. Kwa nini? Tunakuwa hivyo wakati mwingine. Yaani kile kitu tunaomba, tunaona zaidi ya hiyo. Alafu tunashangaa. Tunakuwa ni kama watu wanaota ndoto. Na Mungu anapendezwa wakati anatupa visa kama hivyo, anatufanyia mambo kama hayo. Mahali kulikuwa hakuna njia, kwa imani tunamuomba na tunamuona amefanya. Inakuwa ni ajabu. Amen. Amen. Sasa jambo la 4 tumeandika hapo 18 mpaka 23, tunaona vifo. Si Petro alikuwa amepangiwa vifo. Sasa baada ya Petro kufa, tunaona watu wengine wakifa. Hebu tusomee 18 na 9 na 20. Hapa tu 11. 18 sasa. Hata kulipopambauka, askari wakaigiwa na fadha nyingi. Amekuwaje Petro? Na Herode alipomtafuta asimuone, aliwauliza wale walinzi, akaamuru wauawe. Kisha akateremka kutoka Uyahudi kwenda
Kaisari akakaa huko. Naye Herode alikuwa amewakasirikia sana watu wa Tiro na Sidoni. Wakamwendea kwa nia moja, na wakiisha kufanya urafiki na Plasto mwenye kukitunza chumba cha mfalme cha kulalia, wakataka amani, kwa maana nchi yao ilipata riziki kwa nchi ya mfalme. Ndio. Sasa si Petro ametumana, Petro aletwe. Watu wenye jela baada ya hayo mambo kutokea, tuambie ilitokea namna gani. Lakini yametokea Petro sasa hayuko ndani. Wakakuwa na fedheha sana, wakaumia sana, wakashindwa, wakatatizika sana, itakuwa namna gani sasa huyu hayuko. Na Herode si amemuitisha, akatafuta, akatuma tafutwe kote, hapatikani. Akauliza askari ilikuwa namna gani. Nafikiri hata wakashindwa hao kuelewa vile ilikuwa. Sasa akaamuru wauawe. Si ni mfalme, wakauawa. Kuna msemo ya kwamba mtego afanya ushikamata wale walioko na wasioko. Sasa Petro ndiye amewekewa mtego, lakini huo mtego sasa unawanasa askari ambao walikuwa wanafanya kazi tu yao. Na hiyo inatendeka. Sasa tunaambiwa baadaye akahama huko Yerusalemu. Sasa sijui labda aliona hiyo ni aibu sana Mtu amengoja kitu ya kufanya kizuri cha kufurahisha watu na amepigwa chenga. Petro amempiga chenga, sasa yeye yuko peke yake. Amemwacha na ametoroka. Tunaambiwa akaenda sasa kuishi Kaisari. Huko ndiko alienda, akaona afadhali Kaisaria apumzike huko. Na tunaambiwa watu wa Tiro na Sidoni walikuwa wamekuwa na hawakubaliani, wako na uadui na mfalme. Hatuambiwa walikuwa wamekosania nini. Lakini tunajua kuna wakati mwingine watu wa sehemu fulani hawasikilizani na mfalme kwa sababu tofauti. Wakasikia mahali yuko na wamefanya urafiki na ule mtu ana mtumishi wake. Tunaambiwa wakasema tunataka amani. Kwa sababu waliona tusipokuwa na urafalme tutakufa njaa, kwa sababu chakula cha huko tulikuwa tunatoka huko Yerusalemu ama Uyahudi. Na hao ni watu wa taifa lingine. Wakaenda wakiwa kama unaitwa ujumbe. Wakaenda twende tumuone. Na tunaambiwa walipopanga siku ile wataenda kumuona, akavaa mavazi yake rasmi ya mfalme. Na hata walikuwa wamebeba kiti chake, si mfalme anaenda na kiti chake cha enzi. Kilikuwa kimehamia Kaisaria. Akaenda huko. Naye akaanza kuhutubu. Si ni mfalme. Anaongea kama nini? Mfalme. Si mfalme akiongea kama mfalme, anaongea na nguvu zake zote za kiti chake. Lakini wakati mwingine anasahau kuna mfalme mwingine juu yake, si ndio? Tumesoma mtu mmoja aliitwa Nebukadneza. Alifika mahali ameonywa alikuwa huyo ameonywa na nabii Danieli. Lakini akafika mahali anaendelea yale makosa alikuwa ameonywa, anaendelea nayo, yeye hakujali. Si alikuwa amepata ndoto ya mti mkubwa sana ukikatwa na ukaanguka. Na akaambiwa huyo mti ni wewe, utaanguka. Anaambiwa hivyo, utaanguka. Lakini anavaa nguo zake za kifalme bila kujali. Si huyu Yesu anahubiriwa alikuwa amesema uwawe. Herode huyu. Sasa
amesimama anawahutubia, na tunaambiwa, si mnaonaga wakati kiongozi anaongea watu wanashangilia saa ingine kwa sababu anawaambia yale mambo mazuri ya kuwafurahisha, si ndio? Wanaongea, wanashangilia. Hata wakasema wewe, hata si Mungu, si mtu anaongea, ni nani? Ni Mungu anaongea, Nakumbuka Herode ni Myahudi, si Mrumi. Anajua wa Mungu ni nani, lakini anakubali sifa za nani? Za Mungu. Tunaambiwa mara moja malaika akatumwa. Sijui kama ni yule malaika yule alienda kufungua Petro. Labda ni yeye alipoenda kurudisha habari akaambiwa iko kazi nyingine, nenda ufanye. Sababu tunaambiwa malaika alikuja na akampiga mara moja. Wadudu wakaanza kumla kutoka kwa ndani na akakufa. Na sijui kama ni wakati wako ulikuwa umefika kufa ama aliuharakisha kwa kumshika Petro. Hatuwezi kujua. Si ya Yesu Kristo, yeye alikataa kusikiliza kesi, akasema warudishwe kwa Pilato, lakini hii ingine ingine akafanya. Tunaona watu wawili, watu vikundi viwili, mfalme akifa na askari wakifa, na yote inapelekana na Petro kushika Petro na kupanga kumuua. Badala ya Petro kuuawa, tunaona askari wakifa, wale walinzi, na tunaona aliyetoa amri akifa. Funzo ni Mithali 10:11. Inasema kinywa chake mwenye haki ni chemchemi ya uzima, bali jeuri hufunika kinywa cha mtu mwovu. Unaona, chemchemi ya mwenye haki, kinywa cha mwenye haki ni chemchemi ya uzima. Herode hakuwa mwenye haki, na unaona vile ilitokea baada yake, kinywa chake ni nini? Ni mauti. Watu wakauawa kwa kinywa chake. Badala ya afikiri hilo jambo namna gani, akumbuke mambo ya Yesu Kristo, vile mambo yake yalikuwa, na huyo Yesu Kristo ndiye wanahubiri. Hakufikiri, alisema uwawe na akaenda. Na katika kifo chake tunaona Isaya 42:8 inasema hivi: mimi ni Bwana Mungu, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Ni Bwana Mungu hapo anasema, atieni Bwana Mungu na sifa zake, hata mpa mwingine. Tunakumbuka wakati wa katiba, watu wengine wakisema katiba haitabadilika. Inasikia kuna wakati walisema tutafanya hii inaitwa referendum. Bwana mmoja akasema hata Mungu akisema referendum lazima tutafanya, hata Mungu akikataa. Kuna kiongozi mmoja katika hii jamhuri alikataa, alisema hivi maneno. Yeye alikufa na referendum haikufanywa. Kwa hivyo tunaambiwa nini? Kicho cha Mungu ni muhimu sana. Mcheze na vitu vingine na tujivunie vitu vingine, lakini jambo likuja Mungu. Tumesikia mtu akisema haki ya Mungu, na baadaye huyo Mungu anafanya mambo yake, ndio. Tumesikia mtu akisema Mungu akiwa upande wetu, lakini tukipata mamlaka sasa Mungu hayupo. Nipata hiyo kazi nilikuwa natafuta, sasa Mungu hayupo. Lakini wakati niko hapa na waomba, wewe Mungu uniombee, kuna kazi fulani natafuta mahali fulani huko Nairobi,
lakini nikipata ile ibada nilikuwa tunahudhuria na nyinyi sipo, watu wanasahau, lakini Mungu anabaki imara. Amen. Amen. Tukimalizia ya 5, ufanisi. Somewe 24 mpaka 25, ufanisi. Na nilisema ufanisi sio pesa. Sikuwa niko na pesa, nina afya nzuri, naendesha gari nzuri, tunasema fulani amefanikiwa. Hapana. Ufanisi unielezwa na mtu fulani ya kwamba ni kutafuta, kupata na kutenda mapenzi ya Mungu. Huo ndio ufanisi. Kwa sababu hayo tu ndio mambo ambayo baadaye yatabaki yale tumefanya katika Mungu. 24:25. Neno la Bwana likabidi na kuenea. Na Barnaba na Sauli walipotisha kutimiza huduma zao, wakaendea kutoka Yerusalemu, wakamchukua pamoja na Yohana akiwa na Ati Herode amekufa, na watu wanajua vile alikuwa anafanya. Watu wanajua ule mtu aliye. Ule mtu alikuwa amepanga kuua. Sasa amekufa. Wamekiambia neno la Bwana likazidi kuenea. Na Barnaba na Paulo na Sauli, ilikuwa tumesoma eneo ya kwamba walikuwa wameenda Yerusalemu kupeleka msaada na kuhudumu. Hao wakarudi. Ndio walikuwa wafanya kazi kwa kuhudumu. Wanarudi kutoka Yerusalemu, wanarudi kwenye kanisa lile liko kwa mataifa. Tunaambiwa Yohana Marko anaandamana nao. Wawili sasa wameshikana na mwingine watatu. Maneno ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mavuno yako tayari, lakini watenda kazi ni wachache. Huyu anaitwa Yohana Marko akasema ataandamana nao. Akakubali kuandamana nao waende wafanye kazi. Siku ya leo utamkuta mtu kanisani, yeye yuko tu. Kazi yake ni kuimba, kushukuru, kutoa ushuhuda basi. Lakini kazi hajihisishi nayo. Lakini tunaona Barnaba alikuwa mtu kipavu kwa neno. Petro Yohana Sauli ama Paulo naye alikuwa hodari, lakini naye huyu akajiunga nao kuwasaidia. Kwa sababu alikuwa mtu naye ana neno, ana mzigo wa kazi. Hebu tujiteke huo mzigo wa kazi, usitoe kila wakati tunapokuwa na nafasi ya kuhudumu huko katika huduma. Huzo vipo katika Mhubiri 4:12 nasema hivi: hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watamshinda, wala kamba ya nyuzi yako haitafiti pesi. Ya kwamba kwa mfano huu ambao umesoma maandiko ambayo tumesoma, kama mtu angeweza kumshinda Paulo, wakiwa na Barnaba watakuwa na nguvu zaidi. Ndio. Na sasa Yohana Marko amejiunga nao. Kwa hiyo sasa ni wakati wameenda kazi. Najua nini? Hebu basi iwe tayari kwa kazi iliyoko. Na hebu tujue mateso yatazima moto wa Mungu. Moto ni yeye amewasha, kazi ni yake, ni yeye ameanzilisha. Hakuna mateso yoyote ambayo yatazima kanisa, ambayo yataangusha kanisa,
ambayo atafikia kanisa mbali. Kanisa litaendelea mpaka mwisho, kwa sababu kanisa lina mwenyewe, ndio, na mwenyewe ni mfalme, na si mfalme hapa chini iko Marekani. Hapana, atashuka kuchukua kanisa lako. Kwa hivyo ujikaze wezavyo, mateso ya vumilie, kupitia tunakuja kumaliza kazi ile, kazi hii tunayo, tutakuja kumaliza. Hata kama tutaondoka, tutaacha kazi ikiendelea. Yakobo ameenda na kazi inaendelea, basi kazi ya Mungu itaendelea mpaka mwisho. Mateso yakija sawasawa, yatakuja tukiwa pamoja na Mungu, na kutuokoa atatuokoa. Yale ambayo tutapitia, lakini tutakuwa na utayari wa kueleza huo, utayari wa kueleza Injili ambayo tunaambiwa ni vile. Huo utayari ni vile katika silaha la mwanajeshi, ni viatu vyetu miguuni, miguu yetu iwe na viatu kuweza kueleza Injili. Basi nikimalizia tafakari Matendo 12 tena inasema hivi: basi Petro akalipwa gerezani, nalo kanisa likamwombea Bwana Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Mahali ambapo kuna tatizo, sisi kama kanisa ni lazima tuwe tukiomba kwa juhudi. Amen. Wapo kundi hili, neno la Bwana Mungu litazidi kuenea. Matendo 22:12-24. Neno litaendelea, matatizo yaje yasije, neno litaendelea, kwa sababu Bwana Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo alisema, nitalijenga kanisa langu na hata milango ya kuzimu haitanishinda. Amen. Na sala ambayo napaswa kuwa nikiomba nikifikiri habari hizo ya kwamba Barnaba na Sauli walipokuja kupiga ujumbe yao, wakarejea kutoka Yerusalemu, wakamchukua pamoja nao Yohana aitwaye Marko. Kazi ya kutamaliza imaliza ile tunayo sasa, tunafanya ingine. Sio useme mimi nimemaliza yangu, ninangoja tu kwenda. Hapana, kwenda uhai uko kazini, tuwe na bidii ya kufanya kazi. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu awabariki sana. Amen.